awe nani? Nawe rohoni mwako. Habari njema kwa watu wote ilivyoandikwa na mwinjili Yohane. Utukufu kwako ee Bwana. Yesu alimwambia Nikodemo, hakuna mtu aliyepaa mbinguni ila yeye aliyeshuka kutoka mbinguni, yaani mwana wa Adamu. Na kama vile Musa alivyomwinua yule nyoka jangwani, vivyo hivyo mwana wa Adamu hana budi kuinuliwa, ili kila mtu aaminie awe na uzima wa milele katika yeye. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili auhukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Neno la Bwana. Sifa kwako ee Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Ni hekima ya Mungu mwenyewe kutuletea upendo wake na huruma yake na msamaha wake kwa njia ya msalaba mtakatifu. Basi msalaba huu ambao kama tumesikia katika somo la kwanza ulitabiriwa kwamba Kristo mwana wa Mungu ataangikwa msalabani kwa ajili ya wokovu wa watu wote. Jambo hilo lilitendeka miaka zaidi ya 2000 iliyopita, na lengo lake ilikuwa ni kumletea mwanadamu wokovu. Kwa hiyo kama Kristo mwenyewe alivyothibitisha katika Injili kwamba lengo lake ni wanadamu wote wapate uzima, lengo lake ni wanadamu wote wapate wokovu, na hayo yote yalitendeka kupitia mti wa msalaba. Basi sisi tuone fahari kwamba msalaba umetufikia, tuone fahari kwamba wokovu umetufikia, tuone fahari kwamba nguvu ya Mungu ipo kati yetu sisi. Ni jukumu lako wewe na mimi kuitambua nguvu hiyo ya Mungu ndani ya moyo wako na kuiingiza katika matendo ya kila siku, katika maisha ya kila siku. Kuona wokovu huu, nguvu ya msalaba, utukufu wa msalaba, namna gani unaweza kutuokoa. Hakuna wokovu pasipo msalaba, hakuna utukufu wa kimungu pasipo msalaba. Basi leo tunapata nafasi ya kuabudu msalaba mtakatifu. Sisi sote tuone fahari na tuone heshima na tuone kwamba Mungu ametupendelea na kutuletea huruma yake kwa kupitia mti huu wa msalaba. Yaani kwamba lile ambalo Wagiriki, Wayunani waliona ni laana, sisi kumbe kwetu limekuwa wokovu. Kristo mwana wa Mungu aliangikwa msalabani ili watu wote wapate wokovu. Basi nafasi yetu kukimbilia wokovu huu na huruma ya Mungu na msamaha wake, ili mwishoni baada ya maisha haya atupatie uzima wa milele. Tumsifu Yesu Kristo. Katika parokia yetu ya Kifanya na katika mkoa wake parokia teule ya Liwengi, na hivi tunatembea na Bwana Yesu Kristo aliyetukomboa kwa mateso na kifo cha msalaba. Na katika jumuiya hii basi tunapata nafasi ya wale wote ndugu walio wagonjwa, walio wazee, walio wadhaifu. Kristo aliyeteswa msalabani kwa ajili yetu sisi yuko hapa. Yeye ndiye wokovu wetu, yeye ndiye uzima. Ya kumwabudu, na kisha wale walio tayari watapokea Ekaristi Takatifu. Tujute dhambi zetu kabla ya matendo haya matakatifu. Na muungamia Mungu Mwenyezi nanyi ndugu zangu kwa mno no kwa kutotimiza wajibu. Nimekosa mimi. Ndiyo maana naomba Maria Mwenye Bikira wa daima, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, niombeeni kwa Bwana Mungu. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu na atufikishe kwenye uzima wa milele. Amina. Bwana utuhurumie. Bwana utuhurumie. Kristo utuhurumie. Kristo utuhurumie. Bwana utuhurumie. Bwana utuhurumie. Tuombe. Makari ayo
tumebatizwa sisi kwa ukumbusho wa ubatizo wetu. Naye apende kusaidia utume uaminifu kwa Roho Mtakatifu ndivyo. Bwana Mungu Mwenyezi, wewe ni chemchemi na asili ya uzima wote wa mwili na roho. Tunakuomba uyabariki maji haya ambayo kwa imani tunayatumia tukiomba msamaha wa dhambi zetu na kwa ajili ya kujipatia ulinzi wa neema yako dhidi ya magonjwa na mitego yake. Utujalie Bwana kwa huruma yako maji haya yawe daima kwa ajili ya wokovu wetu, ili tuweze kujiongea wewe kwa mioyo safi na tuepuke hatari zote za mwili na roho. Kwa njia ya Kristo Mungu Mwenyezi, tunakuomba kwa unyenyekevu upende kubariki kiungo yaani hii ulioagiza kwa njia ya Nabii Elisha itoe katika maji kuponya utasa. Tunakuomba Bwana ili popote panapokunyunyiziwa mchanganyiko wa chumvi na maji tukuzie mbali kila uovu wa adui, nasi ututunze kwa uwepo wa Roho wako Mtakatifu. Kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu viwe nanyi nyote. Ndugu zangu wapendwa, katika kitongoji hiki cha Mombasa, katika parokia yetu teule ya Liwengi, katika parokia mama ya Kifanya, leo Bwana wetu Yesu Kristo ametutembelea kwa njia ya msalaba wake mtakatifu, msalaba wa Biblia kuu ya huruma ya Mungu. Tunajua kwamba kila baada ya miaka 25 ndio tunaadhimisha jubilei kuu. Kwa baada ya mwaka 2000 jubilei kuu imefuata mwaka huu 2025. Na kwa namna pekee msalaba huu umezunguka parokia mbalimbali za jimbo letu la Njombe na sasa imefika kwenye parokia yetu ya Kifanya na kwenye parokia yetu teule ya Liwengi. Ni nafasi ya kila mmoja wetu, ni nafasi ya kila Mkristo mbele ya Bwana wetu Yesu Kristo kumwabudu, kumtukuza, kumsifu na kumwomba, na pia kubwa zaidi kufanya toba kwa dhambi zetu mbalimbali. Kumbuka kwamba aliangikwa msalabani hapo kwa sababu ya dhambi zetu sisi. Alitundikwa msalabani kwa sababu ya dhambi zetu sisi. Hivi wito wanaotuletea Bwana wetu Yesu Kristo katika msalaba wake ni watu wafanye toba na watu wamrudie Mungu. Basi tupokee neema hii ya msalaba huu katika maeneo yetu na utuletee baraka, utuletee mafanikio, utuletee toba, utuletee kumrudia Mwenyezi Mungu. Ndugu zangu, tujute dhambi zetu ili tupate kustahilishwa kuadhimisha mafumbo haya matakatifu. Ndugu zangu, kwani nimekosa mimi kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo na kwa kutotimiza wajibu. Nimekosa mimi, nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndiyo maana namuomba Maria mwenye heri, bikira daima, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, niombeeni kwa mwana Mungu. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu na atufikishe kwenye uzima wa milele. Tunakusifu, tunakuheshimu, tunakuabudu, tunakutukuza, tunakushukuru kwa ajili ya utukufu wako mkuu. Ee Bwana Mungu, Mfalme wa mbinguni, Mungu Baba mwenyezi. Ee Bwana Yesu Kristo, Mwana wa pekee, Ee Bwana Mungu, Mwana Kondoo wa Mungu, Mwana
tunamwamini Mungu, kwetu sisi msalaba si tu nguvu ya Mungu, lakini pia ndio wokovu wetu. Kwa hiyo msalaba kwa Mkristo ni nini? Msalaba kwa Mkristo kwanza ni wokovu, ni uzima wa milele kama Injili ilivyosema. Mwana alikuja ulimwenguni ili ulimwengu upate kuokolewa kupitia yeye, ili tupate uzima wa milele. Ndio chanzo cha yeye kuandikwa msalaba. Kwa hiyo upendo wake mkubwa Mungu ametuonyesha kwa mwanae wa pekee kuandikwa msalaba. Mababa wa kale wanapotafakari siku ya Ijumaa Kuu kufa kwa Bwana wetu Yesu Kristo msalabani, wanasema ni kana kwamba Mungu mwenyewe aligeuza sura yake, aligeuza uso wake, asiangalie kinachoendelea pale msalabani. Mateso yale aliyopata mwanae, tena mwanae pekee kwa ajili yetu sisi. Kwa hiyo yote aliyotendeka msalabani ilikuwa ni kwa ajili yangu mimi, kwa ajili yako wewe. Kwa hiyo unachotakiwa kufanya ni kuyakubali, ni kuyapokea ili yapite. Kwa hiyo msalaba upo mbele yetu. Jubilei kuu, jubilei ya huruma ya Mungu, inatangaza huruma yake, inatangaza upendo wake, inatangaza msamaha wake. Sisi tupokee. Na kama ambavyo tunaimba siku ya Ijumaa Kuu, huu ndio mti wa msalaba ambao wokovu umetundikwa juu yake. Wokovu maana yake ni Yesu Kristo. Ndio maana jina la Yesu, Yeshua, wokovu. Basi tupokee wokovu ambao umekuja leo mbele yetu sisi. Na hivyo tutapata nafasi ya kuabudu, tutapata nafasi ya kusali mbele ya msalaba, tutapata nafasi ya kutoa maombi yetu mbele ya msalaba, tutapata nafasi ya kufanya toba mbele ya msalaba, pia tutapata nafasi ya kutoa shukrani zetu mbele ya msalaba huu wa jubilei ambao umeshazunguka parokia nyingi na leo umefika kwenye parokia yetu. Kwa hiyo ni neema ya Mungu imetujia, ni upendo wa Mungu umetujia, lakini kubwa ni msamaha wa Mungu umetujia katika maeneo yetu. Tumpokee kwa imani, tumpokee ili hayo yaliyotendeka katika msalaba yatuletee wokovu. Tumsifu Yesu Kristo. Bwana tueleke, tuhurumie, kwa kuwa tumekosa. Kwa mfalme mkuu, ukombozi wa wote, Sikia Kristo, maombi na mlio. Bwana tueleke, tuhurumie, kwa kuwa kwa jubilei kuu ya mwaka 2025 na umetufikia katika maeneo yetu haya ya Mikongo pamoja na jumuiya zake. Basi tunaadhimisha misa hii takatifu kwanza kwa heshima ya msalaba wenyewe mtakatifu ambao unatuletea huruma, unatuletea upendo wa Mungu, unatuletea msamaha wa Mungu, unatuletea uponyaji wa Mungu. Hivi tuone kwamba kutembelea kwa msalaba ni baraka kubwa sana, kwa sababu inatokea kila baada ya miaka 20. Basi msalaba huu baada ya Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu na atufikishe kwenye uzima wa milele. Bwana tuhurumie.
Baba Mwenyezi, ndiye Bwana Yesu, jifanyie nyoka wa shaba, ukaiweke juu ya mti, na itakuwa kila mtu aliyeumwa aitazamapo ataishi. Musa akafanya nyoka ya shaba, akaiweka juu ya mti, hata ikiwa nyoka ameuma mtu. Alipoitazama ile nyoka ya shaba, akaishi. Neno la Bwana. Kuyapokea hayo ambayo Kristo aliyafanya kwa ajili yetu miaka zaidi ya 2000 kukombolewa kwa damu ya thamani ya Bwana wetu Kristo iliyomwagika pale msalabani, kama wengine tunaoimba pale msalabani. Hivyo ni katika mti wa msalaba huo mwana wa Mungu mbele ya Mungu kupata msamaha wa Mungu. Na sisi kama Wakristo, bendera yetu na Mungu yetu ni msalaba. Ndio maana unaona hata katika misa zetu, katika sala zetu, katika ibada zetu tunaanza na ishara ya msalaba. Na hiyo ndio inatuleta pamoja. Hiyo ndio kuko. Pia tunamaliza tena na ishara ya msalaba. Na hiyo ndio inatuleta pamoja. Tunapata nafasi ya msalaba kwa ajili yetu. Msalabani kwa upendo wake kwetu sisi. Maana Injili imesema, maana Mungu aliupenda ulimwengu na kupenda kwake namna gani, akamtoa mwanawe wa pekee msalabani kwa ajili yetu. Tupokee huduma hiyo. Taanza mimi kuabudu, alafu kwenye wengine ambao hamjaabudu msalaba
hicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Jalie amani, jalie maisha mema na maisha mazuri. Kristo. Bwana awe nanyi. Awabariki na kuwalinda Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Deni na amani ya Kristo. Wanatamani kuita parokia. Wanatamani kuita parokia. Haya, mtele juu. Thank you.